Karibu katika simulizi na hadithi ya maisha ya Joseph Kasheku aka Msukuma. Mbunge huyu ambaye anajulikana kwa mazungumzo yake mazuri pale pindi anapowasilisha hoja zake bungeni. Umaarufu wake ameupata kulingana jinsi anavyoongea, utani mwingi, nguvu zake nyingi ambazo amezielekeza katika kuleta maendeleo katika jimbo lake. Hivi leo tunaenda kusimulia simulizi hii mwanzo mpaka mwisho, alipopita mpaka hivi sasa alipofika. Ingawa majira ya jana kuna video yake ambayo inasambaa katika mitandao mbalimbali ya kijamii. Video hiyo ambayo ilimuonesha mbunge huyu Msukuma akitaka kuzichapa na moja kati ya wawekezaji ambao walikuwepo katika jimbo lake. Video hiyo imefika mbali na pengine kuna watu wakataka kumfahamu huyu Msukuma ni nani na kwa nini ana ujasiri namna hiyo. Mimi leo nitaenda kukupa simulizi yake ya maisha tangu akiwa utotoni, kupambania maisha yake, tarehe alipozaliwa, ni wapi aliposoma mpaka hivi sasa alipofikia. Mbunge Joseph Kasheku aka Msukuma. Mimi ni Alexander Scott Rizzi. Hii ni Usiku TV. Subscribe ili wa kwanza kupata simulizi zetu kila wakati na kila muda. Kulikuwa na kijana mmoja kutoka ardhi ya Geita, mahali ambapo jua huwaka juu ya migodi na dhahabu ya maisha ya watu wengi hufungwa na kilimo, uvuvi na harakati za kila siku za kujitafutia riziki. Jina lake lilikuwa Joseph Kasheku Msukuma. Kuzaliwa na kukua kwake. Joseph Kasheku Msukuma alizaliwa tarehe 12 Februari ya mwaka 1974. Alikulia katika mazingira ya kijijini, maisha ya kawaida ya Mtanzania wa kawaida sana. Hakukuwa na anasa wala njia nyepesi. Alishuhudia changamoto za wananchi mapema: umaskini, ukosefu wa ajira, changamoto za elimu, huduma za kijamii. Mazingira hayo ndiyo yaliyomjenga kisaikolojia na kumpa mtazamo wa moja kwa moja juu ya maisha ya watu wa nchi hii. Alipokuwa Msukuma alijifunza mapema kuwa maisha hayampei kila mtu nafasi sawa. Wengine hupata elimu ya juu, wengine hubaki na elimu ya msingi, lakini bado wana ndoto na sauti. Safari yake ya elimu iliishia katika elimu ya msingi alipohitimu darasa la 7 mwaka 1986. Tofauti na wanasiasa wengi walikuja baadaye na stashahada ya uzamili, Msukuma aliingia kwenye jamii kama alivyo mtu wa watu wa kawaida. Elimu yake imekuwa hoja kubwa ya mijadala, lakini kwake hilo halikumzuia kuwania kuwa uongozi si karatasi, ni uwezo wa kuelewa shida za watu. Kuingia kwenye siasa. Akiwa mwanachama wa Chama cha Mapinduzi CCM, Msukuma alijipenyeza polepole katika siasa za ngazi ya chini, akijijengea jina kwa ujasiri kwa kuzungumza bila oga. Mwaka 2015 alichaguliwa kuwa mbunge wa jimbo la Geita vijijini, na hapo ndipo jina la Msukuma lilipoanza kusikika nchi nzima. Bungeni hakukuwa na mbunge wa kukaa kimya. Alizungumza kama alivyokulia, moja kwa moja, bila kupambana na maneno, kauli zilizomweka kwenye ramani. Msukuma alijulikana zaidi kwa kauli zake tata lakini zenye kugusa maisha ya watu wa kawaida. Moja ya kauli zake zilizotikisa bunge na mitandao ya kijamii ni pale aliposema kwa muktadha mjadala wa kijamii: kama pombe inaruhusiwa na ina madhara makubwa, kwa nini bangi iwe haramu kabisa bila mjadala wa kina? Alisema Joseph Kasheku Msukuma. Kauli hii haikuwa ya kutetea matumizi ya dawa za kulevya moja kwa moja, bali ilikuwa ni changamoto kwa sera mezani ya maamuzi ya kijamii. Alisisitiza kuwa mjadala ufanyike kwa kuzingatia uhalisia wa vijijini, si nadharia tu. Katika swala la uchumi na ajira, Msukuma aliwahi kusema, wahitimu wanatembea na vyeti mfukoni bila mitaji, serikali itafakari kutumia vyeti hivyo kama dhamana mikopo, alisema Joseph Kasheku Msukuma. Hapa alionekana kama mtetezi wa vijana na aliwakosoa wenye mitaji, akijaribu kuunganisha elimu na maisha halisi ya kiuchumi. Misimamo ya mabishano yake. Alipoingia kufungwa kwa balaa bila mjadala mpana, Msukuma alisema kwa msisitizo kuwa hatupaswi kukata ajira za watu bila kutazama madhara yake kwa familia zao, alisema Joseph Msukuma. Kwa baadhi ya watu alikuwa kama mtovu wa nidhamu, kwa wengine alikuwa sauti ya walio kimya, ndoto na kubwa zaidi. Mwaka 2022 Msukuma alichukua hatua iliyoshangaza watu wengi. Aliwania nafasi ya spika wa bunge. Hatua hii ilionyesha wazi kuwa anajiona mdogo wala
hakujifunga na mipaka ya elimu. Ilikuwa ni kauli ya vitendo isemayo, uongozi si ujasiri wa kujitokeza, si uoga wa kushindwa. Thamani ya utu na uongozi wake. Joseph Msukuma si mwanasiasa wa kawaida, ni kiongozi anayejengwa na kugawa maoni. Wapo waliomuona kama mbunge jasiri, wengine humuona kama mwenye kauli zisizo na mizani ya kitaaluma. Lakini jambo moja haliwezi kupingwa, Msukuma amejenga alama yake mwenyewe katika siasa ya Tanzania. Hadithi ya Joseph Msukuma ni hadithi ya Mtanzania wa kawaida aliyesimamia na kusema, ni mimi nina sauti. Ni simulizi ya mtu aliyeingia bungeni bila shahada, lakini akiwa na ujasiri, uzoefu na maisha ya mtazamo mtaani. Anaendelea kuwa sehemu ya mjadala wa kisiasa, akisifiwa, akikosolewa, lakini kamwe hapuzwi. Kama ungependa simulizi hizi huwa ziwe zinakujua kila wakati, basi ukisubscribe na unakuwa mwanafamilia yetu wa kwanza na nguvu ambao tunapata simulizi hizi za watu mashuhuri katika nchi yetu Tanzania. Mimi ndo Dr. Alexander Scott Rizzi, hii ni Usiku TV.